Hello, mambo vipi? Karibu sana katika mwendelezo wa simulizi zetu. Kuelekea hapa mwana simulizi, tunaendelea na simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya Paulina. Mtunzi ni Felix Okanda, nami ni msimuliaji wako, langu jina naitwa Salki. Ugeniita Mr. Solomon inakuwa noma zaidi. Usiku ule, baada ya kupokea ujumbe wa kutisha, Paulina hakulala hata dakika moja. Alikaa pembeni ya kitanda chake huku simu ikiwa mkononi na macho yake yakitazama ukuta bila kuona chochote. Kila mara akili yake ilirudia sauti ile dhaifu iliyosikika kwenye simu. Ilikuwa ni sauti ya Adrian. Hakukuwa na shaka hata kidogo. Alikuwa amesikia mara nyingi sana zamani, kiasi kwamba asingeweza kuichanganya na sauti ya mtu mwingine. Kilichomchanganya zaidi ni mlio wa risasi na kishindo kilichofuata baada ya simu kukatika. Alikuwa ametekwa au huo ulikuwa ni mtego uliopangwa ili kumvuta yeye? Kadiri usiku ulivyoendelea, ndivyo maswali yalivyozidi kuongezeka. Lakini jambo moja lililokuwa wazi moyoni mwake: kwa miaka mingi alikuwa ameishi akiwa na majuto ya kutokujua ukweli. Safari hii hakuwa tayari kukimbia. Siku iliyofuata ilionekana kuwa ndefu kuliko siku yoyote aliyowahi kuishi. Saa zilikuwa zinakwenda polepole sana. Mara kadhaa Diana alimpigia simu, lakini Paulina hakutaka kuzungumza naye. Hakumwambia mtu yeyote kuhusu ujumbe ule. Alijua kwamba akijaribu kuwashirikisha wengine wangejaribu kumzuia. Na kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi alikuwa amefanya uamuzi ambao hakuna mtu yeyote angeweza kuubadilisha. Alitaka kuujua ukweli hadi mwisho wake. Jioni ilipoingia, alijitayarisha kimya kimya. Alivaa nguo nyeusi, akafunga nywele zake vizuri na kuweka tochi ndogo pamoja na simu yake kwenye mkoba. Kabla ya kutoka, alisimama mbele ya kioo kwa sekunde chache. Uso aliyouona haukuwa wa Paulina wa zamani. Ulikuwa ni uso wa mwanamke aliyepitia maumivu mengi sana, lakini ndani ya macho yake kulikuwa na kitu kipya. Saa 6 usiku ilipofika, Paulina alifika eneo lililoelekezwa kwenye ujumbe. Ilikuwa ni ghala la zamani lililoachwa karibu na eneo la viwanda pembezoni mwa jiji. Mahali hapo palikuwa kimya sana. Taa nyingi zilikuwa zimezimika na upepo wa usiku ulikuwa ukipiga kwa sauti ya kutisha kupitia mabati yaliyokuwa yamechakaa. Alisimama nje kwa dakika kadhaa akisikilizia. Hakukuwa na mwanga wowote. Taratibu alianza kutembea kuelekea mlango mkubwa wa chuma uliokuwa umewacha wazi kidogo. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu kiasi kwamba aliweza kuusikia mwenyewe. Alipoingia ndani, giza lilikuwa zito sana. Alitumia mwanga wa tochi yake kuchunguza mazingira. Kulikuwa na makontena ya zamani, mashine zilizoharibika na maboksi yaliyotapakaa kila mahali. Ghafla alisikia sauti ya kitu kikidondoka upande wa kulia. Akageuka haraka. Hakukuwa na mtu, lakini kabla hajapata muda wa kufikiria, sauti nyingine ikasikika nyuma yake. Paulina. Moyo wake ulisisimka. Ilikuwa sauti ya Adrian. Aligeuka kwa haraka huku macho yake yakitafuta kila upande. Adrian hakukuwa na jibu. Badala yake mlango mkubwa wa ghala ulifunguka kwa kishindo kikubwa nyuma yake. Paulina alikimbia kuufungua, lakini ulikuwa umefungwa kutoka nje. Ndipo taa kadhaa ziliwaka ghafla ndani ya ghala. Mwanga mkali ulimfanya afumbe macho kwa sekunde chache. Alipoyafungua tena, aliona watu 5 waliovaa mavazi meusi wakisimama mbele yake. Nyuso zao zilikuwa zimefunikwa. Mmoja wao alicheka kwa sauti ya dharau. Tulijua utakuja. Paulina alihisi damu ikichemka. Adrian yuko wapi?
aliuliza kwa hasira. Mwanaume huyo hakujibu moja kwa moja. Badala yake alitoa picha kadhaa na kuzitupa sakafuni mbele yake. Paulina alipoinama kuzitazama, moyo wake ulianza kwenda mbio. Picha hizo zilimuonyesha Adrian akiwa amefungwa kwenye chumba kisichojulikana. Kwenye picha nyingine alionekana akiwa amejeruhiwa. Uso wa Paulina ukabadilika. "Mmemfanya nini?" aliuliza huku sauti yake ikitetemeka. Mwanaume huyo alisogea mbele hatua moja. "Tatizo lako ni kwamba unapenda sana kujua ukweli." Kisha akaongeza kwa sauti ya kutisha, "Na Adrian alifanya kosa hilo hilo." Kabla hajamaliza sentensi yake, watu wawili walimvamia Paulina kutoka pande zote mbili, lakini hawakujua kuwa walikuwa wanakabiliana na nani. Kwa miaka mingi Paulina alikuwa amejifunza kujilinda. Alishusha teke moja tumboni na kumfanya aanguke. Wa pili alijaribu kumshika, lakini alimpiga kiwiko usoni kwa nguvu. Ghafla ghala lote likageuka kuwa uwanja wa mapambano. Viti vilirushwa, maboksi yalivunjika, sauti za miguu na makelele zilijaa kila kona. Licha ya kupambana kwa nguvu zake zote, idadi yao ilikuwa kubwa. Mmoja alimshika kutoka nyuma, huku mwingine akimpokonya tochi. Paulina alijitahidi kujinasua, lakini walimzidi nguvu. Walimvuta mpaka katikati ya ghala na kumfunga mikono. Mwanaume aliyekuwa akiongoza kundi hilo alimsogelea polepole. "Nilitaka kukuona kwa karibu," alisema huku akitabasamu, "kwa sababu wewe ndiye mwanamke ambaye Adrian alikuwa tayari kufa kwa ajili yake." Maneno haya yalimchoma Paulina moyoni. "Yuko hai?" aliuliza kwa haraka. Mwanaume huyo hakujibu. Badala yake alicheka tena na kuondoka hatua chache. Dakika chache baadaye, mlango mdogo wa chuma ulifunguliwa upande mwingine wa ghala. Watu wawili waliingia wakimsukuma mtu aliyefungwa mikono. Mwili wa Paulina ulitetemeka. Macho yake yalitanuka kwa mshangao. Alikuwa ni Adrian. Uso wake ulikuwa umejaa majeraha. Nguo zake zilikuwa zimechanika na alikuwa akitembea kwa shida, lakini alikuwa hai. Kwa sekunde chache Paulina alisahau kila kitu. Alitaka kukimbia na kumkumbatia. Alitaka kulia. Alitaka kumuuliza maswali yote yaliyokuwa yanamsumbua kwa miaka mingi, lakini hakuweza kufanya chochote. Adrian alipomwona Paulina, macho yake yalijaa hofu. "Kwa nini umekuja?" aliuliza kwa sauti dhaifu. Paulina alihisi machozi yakianza kujikusanya. "Nilifikiria umekufa," alisema kwa uchungu. Adrian alifumba macho kwa sekunde kadhaa, kana kwamba maneno hayo yalimuumiza zaidi ya majeraha aliyokuwa nayo. "Paulina, sikutaka uingie kwenye haya." Lakini kabla hajamaliza kuzungumza, mmoja ya wale wanaume alimshusha ngumi kali iliyomfanya anguke chini. Paulina alipiga kelele kwa hasira. Alijaribu kujinasua kutoka kwenye kamba, lakini hakufaulu. Mwanaume aliyekuwa kiongozi wa kundi hilo akawatazama wote wawili, kisha akasema, "Nyinyi wawili mmekuwa shida kubwa sana, na usiku wa leo kila kitu kitafika mwisho." Alitoa bastola kutoka kwenye koti lake na kuigeuza taratibu mkononi. Ghala lote likatulia. Hata upepo ulionekana kusimama. Paulina alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi isiyo ya kawaida. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, hakuogopa kwa ajili yake mwenyewe. Aliogopa kwa ajili ya Adrian. Lakini ghafla, kabla mwanaume huyo hajafanya chochote, mlio mkubwa ulisikika nje ya ghala.
kisha mlango mkubwa ukagongwa kwa nguvu. Watu wote waligeuka. Mlio mwingine ukafuata. Haiwezekani, alinong'ona. Taa kali zikaangaza kupitia madirisha ya gara. Mmoja ya wale wanaume akakimbia kuangalia nje, kisha akarudi akiwa na hofu usoni. Bosi, tumepatikana. Moyo wa Paulina ulisimama, lakini jambo lililomshangaza zaidi ni kwamba Adrian hakushangaa hata kidogo. Badala yake alitabasamu kwa mara ya kwanza. Na alipoinua macho yake kumtazama Paulina, alisema maneno yaliyomchanganya kabisa. Samahani kwa kukudanganya miaka yote hii, lakini kuna jambo moja kuhusu mimi ambalo haujawahi kulijua. Paulina alimwangalia akiwa ameduaa. Nini? Adrian akavuta pumzi ndefu huku sauti za vurugu zikiendelea nje ya gara. Kisha akasema, mimi si mtu wa kawaida. Na kabla hajaeleza zaidi, mlango mkubwa wa ghala ulilipuliwa kwa kishindo kikubwa kilichotikisa jengo lote. Mlango mkubwa wa ghala ulilipuka kwa kishindo kikubwa kiasi kwamba vumbi lilitanda kila mahali. Vipande vya chuma vilirushwa hewani huku sauti za watu wakipiga kelele zikajaa ndani ya jengo. Mlango mkubwa wa ghala ulilipuka kwa kishindo kikubwa kiasi kwamba vumbi lilitanda kila mahali. Vipande vya chuma vilirushwa hewani huku sauti za watu wakipiga kelele zikajaa ndani ya jengo. Wale wanaume waliokuwa wamewazingira Paulina na Adrian walichanganyikiwa. Wengine waliinua bunduki zao kuelekea mlangoni. Lakini kabla hawajafyatua risasi hata moja, watu waliovalia sare maalumu na mavazi meusi waliingia kwa kasi kutoka pande zote. Walikuwa wamevaa fulana zenye vifaa vya kujikinga risasi na walikuwa wakitoa amri kwa sauti kali. Ndani ya sekunde chache risasi zilianza kuvuma kila upande. Paulina alijilaza chini huku akijaribu kujifunika kichwa chake. Macho yake yalikuwa yamemkodorea Adrian ambaye bado alikuwa amefungwa mikono, lakini cha kushangaza hakuonekana kuwa na hofu hata kidogo. Katika vurugu zile, mmoja ya wale wanaume waliomteka Adrian alikimbia na kujaribu kumfyatulia risasi. Kabla hajabonyeza kitufe cha bastola yake, risasi moja ilitokea upande mwingine na kuipiga bunduki mkononi. Silaha ile ikaanguka chini. Paulina aligeuza macho yake kwa mshangao na kumwona Adrian akiwapa ishara wale askari waliokuwa wameingia kana kwamba alikuwa anawafahamu. Kiongozi wa kikosi kile alimkimbilia haraka na kukata kamba zilizokuwa zimemfunga mikononi. Aliposimama huru, askari wote waliinamisha vichwa vyao kidogo kwa heshima. Paulina alibaki ameduaa, hakuamini alichokuwa anakiona. Yule mwanaume alikuwa akimtafuta kwa miaka mingi, alikuwa akiheshimiwa na kikosi kizima cha watu waliokuwa wamefukuzwa kivita. Yule mwanaume aliyekuwa akimtafuta kwa miaka mingi alikuwa akiheshimiwa na kikosi kizima cha watu waliokuwa wamefunzwa vita. Baada ya mapambano kutulia, kiongozi wa wale askari alimgeukia Adrian na kusema, Kamanda, eneo lipo salama. Neno hilo lilimgonga Paulina kama radi. Kamanda? Alimtazama Adrian kwa macho yaliyojaa mshangao. Adrian alishusha pumzi ndefu na kumwangalia Paulina kwa huzuni. Nilitaka siku moja nikwambie ukweli, lakini sikuwa na nafasi. Paulina hakusema kitu, bado anajaribu kuelewa kilichokuwa kinaendelea. Mimi si mfanyabiashara kama nilivyokuambia zamani, Adrian alisema taratibu. Mimi ni afisa wa siri wa kitengo maalumu cha usalama wa taifa. Miaka hiyo nilikuwa nafanya operation ya kuwakamata watu waliokuwa wanauza silaha, kuteka watu na kuhifadhi. Paulina alihisi miguu yake ikilegea. Kila kitu alichokuwa amekiamini kilianza kuporomoka mbele ya macho yake.
Adrian akaendelea kusema, siku ile uliponiona nikiwa na mwanamke mwingine, huyo hakuwa mpenzi wangu, alikuwa ni askari mwenzangu tuliokuwa tunafanya naye kazi ya siri. Tulikuwa tunafuatiliwa. Kama ningekueleza ukweli, maisha yako yangekuwa hatarini. Nililazimika kukufanya uonekane kama nimekusaliti ili maadui zangu waamini kuwa hatukuwa kwenye mahusiano tena. Machozi yalianza kumtiririka Paulina. Alitamani kusema kitu, lakini koo lake lilikuwa limekauka. Alikumbuka miaka yote aliyomchukia Adrian, miaka yote aliyojenga kundi la wanawake wenye hasira, na maamuzi yote aliyofanya kwa msingi wa uongo. Lakini kabla hajapata nafasi ya kuzungumza, askari mmoja alimkimbilia Adrian akiwa na wasiwasi. Kamanda, tumemkosa mkuu wao. Amefanikiwa kutoroka kupitia njia ya chini ya ardhi. Adrian aligeuka haraka. Uso wake ulionyesha kwamba jambo hilo lilikuwa kubwa sana. Haiwezekani, alisema kwa hasira. Walikimbia mpaka nyuma ya ghala ambako walikuta mlango wa chuma ulikuwa umefunguliwa. Kulikuwa na handaki refu lililokuwa likielekea kusikojulikana. Waliposhuka ndani, walikuta njia ile ikiwa tupu. Adui wao alikuwa tayari ametoweka. Waliporudi juu, mmoja wa askari alileta begi jeusi walilolikuta ndani ya handaki. Adrian alipolifungua, alitoa lamani, simu kadhaa za kisasa na faili zenye majina ya watu mbalimbali. Alipolifungua faili la mwisho, uso wake ulibadilika ghafla. Alikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Paulina alisogea karibu yake na kumuuliza, kuna nini? Adrian alimkabidhi faili ile bila kusema neno. Paulina alipoangalia ukurasa wa kwanza, moyo wake ulipiga kwa nguvu. Kulikuwa na picha yake kubwa, jina lake kamili na maelezo yote ya maisha yake tangu utotoni. Chini ya picha kulikuwa na maandishi yaliyosema, lengo linalofuata. Mwili wa Paulina ulianza kutetemeka. Kwa nini unanitafuta? Aliuliza kwa hofu. Adrian akamwangalia kwa macho ya huzuni. Kwa sababu waligundua kuwa bado wewe ndio udhaifu wangu mkubwa. Wanajua nikiona maisha yako yako hatarini, nitafanya chochote kukulinda. Maneno haya yalimfanya Paulina anyamaze. Kwa mara nyingine aligundua kwamba mwanaume huyo hakuwahi kuacha kumpenda hata siku moja. Asubuhi ilipoanza kuchomoza, Adrian alimpeleka Paulina kwenye nyumba ya siri iliyokuwa inalindwa na askari. Huko alimweleza kila kitu kwa undani. Alimweleza jinsi alivyopenyezwa ndani ya mtandao mkubwa wa harifu kwa miaka mingi, jinsi alivyoishi kwa majina tofauti na jinsi alivyopoteza marafiki wengi katika operesheni hizo. Kila alipotaka kumtafuta Paulina alizuiwa kwa sababu maadui walikuwa bado wanamfuatilia. Nilikuwa na mara nyingi ukiwa mbali, alisema kwa sauti ya chini, lakini sikuweza kukusogelea. Nilikuwa naogopa wangekugundua. Paulina alishindwa kujizuia. Alimkumbatia Adrian kwa nguvu huku machozi yakimtoka mfululizo. Nisamehe, alisema kwa sauti iliyokatika. Nilikuhukumu bila kujua ukweli. Nilikuumiza moyoni mwangu kila siku. Adrian alimshika mabegani na kumtazama machoni. Hakuna cha kukusamehe. Nilijua siku moja ukweli ungefika. Lakini hata walipokuwa katika wakati huo wa hisia, simu ya Adrian ilianza kuita kwa nguvu. Alipoipokea, uso wake uligeuka mweupe. Una uhakika? Aliuliza kwa mshtuko. Alipokata simu, alibaki amesimama bila kusema kitu. Paulina alihisi kuna jambo baya limetokea. Nini? Aliuliza. Adrian akavuta pumzi ndefu. Kuna mtu amevamia makazi ya wanawake waliokuwa wanaishi nao.
wawili wamejeruhiwa na Diana ametoweka. Habari hizo zilimfanya Paulina ashikwe na hofu. Mara moja alijua jambo moja: Diana hakuwa ametoweka tu, alikuwa ametekwa. Na kama wale wahalifu walikuwa wamemchukua, basi walikuwa wanataka kitu kikubwa zaidi kuliko walivyodhani. Dakika chache baadaye, televisheni ilikuwa ndani ya chumba iliwashwa. Kwenye taarifa ya habari lilionyesha tukio la moto mkubwa ulioteketeza ghala moja nje ya jiji. Lakini kilichomfanya Adrian anyamaze ni picha iliyokuwa ikionyeshwa mwishoni mwa taarifa hiyo, akiwa amevaa koti jeusi. Uso wake ulionekana sekunde chache tu. Paulina alipomwona alihisi mwili wake wote ukitetemeka. Hapana, haiwezekani. Adrian naye alibaki ameganda. Mwanaume aliyekuwa ameonekana kwenye kamera alikuwa ni Matayo, baba wa Paulina, mwanaume ambaye familia yake iliamini alikufa zaidi ya miaka 20 iliyopita. Adrian alimwangalia Paulina kwa mshtuko na kusema kwa sauti ya chini, inaonekana kila kitu ulichoamini kuhusu maisha yako kilikuwa ni uongo. Paulina alishika kifua chake huku mapigo yake ya moyo yakiongezeka. Ikiwa baba yake alikuwa bado ni hai, basi alikuwa nani hasa? Na kwa nini amerudi sasa? Hayo ni maswali ambayo yalikuwa yanaendelea ndani ya kichwa chake. Kuna msemo wa wazee ulikuwa unasema, kuna ukweli ambao hauzikwi na udongo. Unaweza kuufukia kwa miaka mingi, lakini siku ukichomoza huja peke yake. Huja na machozi, damu na maamuzi yanayobadili maisha ya watu. Paulina hakuwahi kuuelewa msemo huo alipokuwa mtoto, lakini usiku ule, baada ya kuona uso wa baba yake kwenye runinga, aligundua kuwa baadhi ya siri huwa hazifi, hujificha tu, zikisubiri siku ambayo zitarudi na kuangusha kila kitu kilichojengwa juu ya uongo. Kwa dakika kadhaa ndani ya kile chumba cha siri hakukuwa na aliyesema neno. Televisheni ilikuwa bado inaendelea kuonyesha habari nyingine, lakini kwa Paulina kila kitu kilikuwa kimenyamaza. Masikio yake yalikuwa yamebaki kwenye maneno ya Adrian. Matayo yuko hai. Alikuwa amekulia akiamini baba yake alikufa baada ya kutoweka miaka mingi iliyopita. Aliomboleza, alilia, akajifunza kuishi bila yeye. Lakini sasa ukweli ulikuwa ukisimama mbele yake kama mlima. Mikono yake ilianza kutetemeka na picha zake za utotoni zilianza kumiminika akilini mwake kama maji. Adrian alimsogelea polepole na kumshika begani. Paulina, najua ni ngumu kuamini, lakini tumekuwa tukimtafuta Matayo kwa miaka mingi. Tatizo ni kwamba kila tulipokaribia kumpata, alikuwa anatoweka kama kivuli. Kuna watu wenye nguvu sana wanaomlinda. Paulina aligeuka kumtazama kwa macho yaliyojaa maswali. Kwani baba yangu ni nani? Baba yangu alikuwa fundi seremala wa kawaida. Alikuwa na nini cha kuwafanya watu waogope kiasi hicho? Adrian akavuta pumzi ndefu. Huo ndio ukweli ambao bado haujaupata. Muda mfupi baadaye, mlango wa chumba ulifunguliwa na askari mmoja akaingia akiwa na laptop mkononi. Kamanda, tumepata video kutoka kwenye kamera za usalama. Kamanda, tumepata video kutoka kwenye kamera za usalama zilizokuwa karibu na ghala lililoungua. Adrian alichukua haraka na kuanza kutazama. Paulina naye alisogea karibu. Video ilimuonyesha Matayo akizungumza na mwanaume mwingine aliyekuwa amevaa kofia kubwa iliyoficha sehemu ya uso wake.
mazungumzo yao hayakusikika, lakini kabla hawajaondoka, Matayo aligeuka na kutazama moja kwa moja kwenye kamera. Macho yake hayakuwa ya mtu aliyekuwa akikimbia, yalikuwa macho ya mtu aliyekuwa na jambo kubwa moyoni mwake. Kisha waliinuka na kutoweka ndani ya gari jeusi lisilo na namba. Dakika chache baadaye simu ya Adrian ilianza kuita. Alipoipokea, uso wake ulibadilika. Nini? Mko wapi sasa? Simruhusu atoroke. Na kugeuka kwa askari waliokuwa ndani ya chumba. Tumempata mmoja ya watu waliokuwa na Matayo. Amekamatwa bandarini. Bila kupoteza muda, Adrian alimgeukia Paulina. Nataka ubaki hapa, ni salama zaidi. Lakini Paulina alitikisa kichwa. Miaka yote nimekuwa nikikimbia ukweli. Leo sibaki nyuma, na kwenda pamoja na wewe. Baada ya dakika 20 walifika kwenye ghala la polisi lilokuwa karibu na bandari. Ndani yake kulikuwa na mwanaume mmoja aliyefungwa pingu. Alikuwa amejeruhiwa kidogo usoni, lakini bado alikuwa na kiburi. Adrian alianza kumuuliza maswali, lakini mwanaume huyo alikataa kuzungumza. Alitabasamu tu. Ghafla alimuona Paulina akiwa amesimama nyuma ya Adrian. Tabasamu lake lilitoweka. Uso wake ukabadilika kana kwamba ameona mzimu. Haiwezekani, alinong'ona. Bado yuko hai. Maneno hayo yalimfanya Adrian na Paulina kutazama. Adrian alimvamia kwa swali. Unamfahamu? Mwanaume huyo alicheka kwa sauti ya chini. Kuliko anavyojifahamu mwenyewe. Paulina alisogea karibu. Unamaanisha nini? Mwanaume huyo alimtazama kwa makini, kisha akasema, kama ungemjua baba yako ni nani hasa, usingekuwa unasimama hapa ukimwamini huyo mwanaume. Kabla hajaendelea, mlio mkubwa wa risasi ulisikika kutoka nje ya jengo. Kioo kikavunjika vipande. Risasi moja ikampiga yule mfungwa kifuani. Akaanguka chini papo hapo. Ndani ya sekunde chache eneo lote likageuka vurugu. Askari walikimbia nje huku wakijibu mashambulizi. Adrian alimvuta Paulina chini ili kujikinga. Milio ya risasi ilisikika kutoka pande zote. Magari mawili meusi yalikuwa yamevamia eneo lile. Wanaume waliokuwa ndani yake walikuwa wakifyatua risasi ovyo ili kumtorosha mtu ambaye tayari alikuwa ameuawa. Dakika chache baadaye waliondoka kwa kasi, wakiacha nyuma moshi mzito na majeruhi kadhaa. Baada ya hali kutulia, Adrian alikagua mwili wa yule mfungwa. Alipofungua mfuko wa koti lake, alikuta kifaa kidogo cha kurekodia sauti. Alikuacha kusikiliza sauti ya Matayo. Kama unasikia ujumbe huu, maana yake muda wangu umeisha. Watajaribu kuniua kabla sijamwona binti yangu. Mwambie Paulina kwamba sikumwacha kwa hiari. Nilimpenda kuliko maisha yangu mwenyewe. Paulina alishindwa kujizuia. Machozi yakaanza kumtoka huku akisikiliza sauti ya baba yake kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Lakini ujumbe haukuishia hapo. Sauti ya Matayo iliendelea. Kuna kitu nilichokificha kwa miaka 25. Kitu ambacho watu wengi wako tayari kuua ili kisijulikane. Ukweli kuhusu kifo cha mama yake Paulina haukuwa kama alivyodhani. Ghafla sauti ikakatika. Kifaa kilikuwa kimeharibika. Paulina alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu. Adrian anamaanisha nini? Adrian naye alikuwa amebaki kimya. Hata yeye hakuwa na jibu.
Usiku huo huo walirudi kwenye makazi yao ya siri. Hakuna aliyepata usingizi. Paulina alikuwa amekaa dirishani akitazama giza la nje. Alikuwa akiunganisha vipande vya fumbo. Na sasa Diana alikuwa ametoweka. Kila ukuli mpya uliibua siri nyingine kubwa zaidi. Alfajiri ilipoanza kuchomoza, kompyuta ya Adrian ilitoa ishara ya ujumbe mpya ulioingia kutoka kwa mtumiaji asiyejulikana. Kulikuwa na ramani ya eneo moja lililo katikati ya msitu mkubwa nje ya jiji, na chini yake kulikuwa na maneno machache tu: kama mnataka kumwona Matayo akiwa hai, njooni wawili tu, nitazika miili miwili siku moja. Adrian alikataza taya zake. Paulina akasoma ujumbe ule mara mbili. Hakukuwa na hofu machoni mwake tena. Kulikuwa na hasira na kiu ya kujua ukweli. Lakini wakati wanajiandaa kuondoka, askari mmoja alikimbia ndani ya chumba akiwa amepumua kwa shida. Kamanda, kuna tatizo kubwa. Adrian akageuka. Nini kimetokea? Askari huyo akameza mate kwa hofu. Diana hajateka kama tulivyozani, anawaongoza wale watu. Maneno hayo yalimgonga Paulina kama radi. Mwanamke ambaye alimwamini kwa miaka mingi, mwanamke aliyemuita dada, alikuwa amegeuka adui. Bwana, unadhani ni kitu gani ambacho kinaenda kutokea ndani ya simulizi hii nzuri ya Paulina? Ni simulizi noma, ni simulizi ambayo itaenda kukufunza vitu vingi sana. Simulizi iliyojaa usaliti na mafunzo mengi katika dunia. Bwana, tukutane katika sehemu ambayo inafuata. Mtunzi wa simulizi hii ni Felix Okanda, nami ni msimuliaji wako, langu jina naitwa Salki. Kiniita Mr. Solman na kwa noma zaidi.